Karibu sana kwenye Kimbweta. Kaa hapa tuzungumze kidogo. Hello, mambo vipi mtazamaji wa Sauti TV? Karibu tena katika kipindi cha Kimbweta msimu wa 6 episode ya pili, na leo niko katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania kilichopo kampasi kuu ya Mwanza. Mada kuu ikiwa ni namna gani wanafunzi wa chuo kikuu wanatumia muda wao wa ziada mbali na masomo. Tunafahamu watu wengi wanatumia muda wa ziada kufanya mambo yao mbalimbali, kuendesha bodaboda, wengine wanatumia kufanya starehe, wengine wanatumia kusali. Je, wanafunzi wa Mtakatifu Agustino wao wanasemaje? Ungana nami katika soga la wanachuo ndani ya Kimbweta, happiness ya sheri. Na mtazamaji wa Sauti TV, na sasa tupo katika Kimbweta tukipiga story na baadhi ya wanafunzi katika chuo hiki, tupate kujua wao wanautumia vipi muda wao wa ziada mbali na masomo. Na nikianza kwa upande wangu wa kulia kwa mwanadada hapa, mambo poa. Unaitwa nani? Naitwa Rosie. Wewe unaweza kuniambia unautumia vipi muda wako wa ziada mbali na masomo? Kwa muda wangu wa ziada nikiachana na masomo unayopata hapa Sauti, huwa nafanya kazi ya ususi. Unafanya kazi ya ususi, so ukiachana na masomo unatumia muda wako wa ziada kwa ajili ya kufanya biashara yako ya ususi, si ndio? Ndio. Na vipi kama ratiba yako ya saluni ikagongana na ratiba yako ya muda wa masomo? Same time naona bora nikaacha hiyo kazi, nitachukua time nyingine ya kuifanya ili nipate niendelee na vipindi zeni, nikishapata muda mwingine wa kufanya hiyo kazi nitaenda tena kuifanya. Asante sana. Tukija kwa upande wa mwanakaka, mkaka, mambo? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Isaya Emideo Emmanuel Sentore. Sawa Isaya, wewe unautumia vipi muda wako wa ziada mbali na masomo? Kidogo muda wangu wa ziada nautumia kwa upande wa ufugaji, ambapo nachukua time nafuga kuku of course. Yeah. Sawa. Unapofuga hao kuku maana yake ni kuku ni wa biashara au ni kuku wa kufanya nini? Yeah, of course kwa muda ambao tunakuwa tumepata labda wa nje na kimasomo unakuta muda ni mchache. Au kuku ambao wafuga kwa ajili ya biashara, kwa sababu siwezi nikasema kwamba nifuge kwa ajili ya kuendeleza kabisa moja kwa moja. Itakuwa ngumu. Kwa sababu gani? Itafika kipindi nitaenda labda field, itaniwea vigumu sana kuja kuwahudumia wale kuku nikiwa huku. Kwa nafuga kuku kwa ajili ya kufanya biashara. Asante sana. Na tukirudi kwa upande wangu wa kushoto hapa, kuna mkaka pembeni yangu. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Dennis Julius. Dennis, wewe unautumia vipi muda wako wa ziada mbali na masomo? Muda wangu wa ziada mbali na masomo nautumia kufanya miamala ya kifedha, yani money transaction, kama vile kutoa na kutuma pesa. Sawa. Vipi kama muda wako wa ziada ukagongana na ratiba zako za kimasomo, huwa unafanyaje? Kama ikitokea muda wangu wa ratiba za masomo umegongana na shughuli yangu ninayoifanya, itanibidi kwanza nije chuoni kwanza nisome, nikimaliza vipindi ndio nirudi mtaani niendelee na kazi hiyo. Umeshawahi kudoji kipindi kwa sababu ya kazi? Hapana. Kwani? Kwa sababu kusoma kwanza afu kazi baadaye. Lakini kazi ndio inakuingizia pesa. Si vyote ni vya muhimu, ila cha kwanza kilichonileta hapa chuoni, cha kwanza kabisa kilichonileta hapa na chuoni ni elimu, afu hiyo kazi ni ya ziada. Sawa, asante sana. Tukija kwa upande wake mkaka wa pembeni hapa, mambo? Kama. Unaitwa nani? Naitwa Faraja. Sawa Faraja, wewe unautumia vipi muda wako wa ziada mbali na masomo? Kwa sasa muda wangu wa ziada mbali na masomo sidhani kama nautumia kama imekuwepo nautumia awali kabla sijaanza kusoma. Awali ulikuwa unautumiaje na sasa hivi unautumiaje? Awali nilikuwa driver wa bajaji mjini, lakini mara baada tu ya kupata ajali, kwa sasa hivi paka hadi nije nilikavi katika hali yangu ya kawaida, ndio nitaanza kutumia muda wangu. Nitafuta namna kujiunga na kituo cha bajaji pale, nione kama namna gani naweza nikawa napata muda kama huo afu nafanya kazi yangu kama awali. Kwa hiyo kwa sasa hivi umeacha kufanya kazi ya udereva wa bajaji kwa sababu ya ajali ulioipata, ama uko busy na masomo, au unasubiri upate umekuwa recover ndo uendelee na biashara yako? Yani uko sahihi kabisa, uko sahihi. Ni kwamba hapa nasikilizia kwanza hadi hali yangu ya kawaida ijerudi katika hali yake ya siku zote, alafu ndo nitaendelea na kazi yangu kwa kutumia muda wa ziada. Umeshasema muda wa ziada, kwa muda wa ziada lazima utumike.
Kwa kipindi ambacho sipo chuo lazima nifanye kitu kama hali yangu itakuwa ishakaa vizuri. Sawa, asante sana. Kwa upande wake mwanadada hapa, mambo? Unaitwa nani? Nice. Nice. Okay. Wewe unautumia vipi muda wako wa ziada mbali na masomo? Muda wangu wa ziada mbali na masomo huwa napenda kuingia mitandaoni kuangalia wasanii mbalimbali wa nyimbo za Injili. Kwa sababu napenda sana kuimba kama hivyo. Wewe ni mlokole? Sawa sawa, ni mwanakwaya? Inatokea kuna kipindi inatokea ratiba ya kanisani na ratiba ya masomo imegongana. Wewe unafanyaje sasa hapo? Ratiba za kanisani zikigongana na ratiba za masomo nairisha tu za kanisani. Lakini wanasemaga Mungu kwanza? Ndio, Mungu kwanza. Umeshawahi kuahirisha kipindi cha darasani kwa sababu ya ratiba ya kanisani? Ndio. Alafu ukafanyaje? Ilitokea tu hivyo nikiwa level, niliahirisha kabisa mtihani. Nikaenda kwenye kongamano hivyo. Niliporudi nilikutana na adhabu, lakini nilifanya. Sawa, kwa wewe unapenda kanisa kuliko chuo eti? Hapana, napenda vyote. Amina sana. Kaka, hapo wewe muda wako wa ziada ukigongana na muda wako wa darasani huwa unafanyaje? In short ni kwamba tunaangalia kile kitu cha muhimu kwanza. Kwa sababu tunajua kila mtu ambaye amekuja, kila mwanachuo hapa amekuja kwa sababu labda tuseme kwamba amekuja kusomea kitu fulani ili aje apate kitu fulani. Kwa hiyo ile ni kazi ya ziada na ndio maana nimesema kwamba tunaifanya tukiwa na muda wa ziada. Kwa hiyo tunachokiangalia ile labda kama ratiba imegongana ya huku kwenye ufugaji na ratiba ya chuo, itanibidi kwanza niangalie kile kitu cha muhimu ambacho kimenifanya niwepo mahali hapa. Kwa hiyo itanibidi kwanza nije huku chuo labda nipate kipindi, afu then after kipindi ule muda wa ziada ambao nitakaopata ndo nitautumia kwa kufanya hiyo shughuli yangu. Asante sana. Turudi kwa upande wa mwanadada hapa. Wewe ikitokea ratiba yako ya ziada imegongana na ratiba yako ya masomo, huwa unafanyaje? Kwanza katika biashara ni maelewano. Naelewana tu na wateja wangu, naambia kabisa huu muda kama wewe inabidi niwepo, inabidi niende chuo kwa ajili ya kufanya ni kupata elimu. Kwa hiyo naambia tu wateja wangu kwamba kwa muda huu mje muda fulani ambao nitakuwa tayari nipo kwa ajili ya hiyo kazi. Ni changamoto zipi ambazo umeshawahi kuzipitia kutokana na hiyo biashara yako? Changamoto ya kwanza yani wateja unakuta kama hivyo, mtu mwingine umempangia bei fulani ya nywele fulani, kwamba kwa mfano nywele hii ni 15,000 lakini unakuta mteja anakuambia mimi nina 10,000 au 15,000, kutokana na ile hela ulompangia unakuta anashuka chini zaidi. Kwa hiyo hicho hapo ni mojawapo ya kikwazo ambacho nakutana nacho. Asante sana. Na kwa upande wako wewe kaka, unawashauri nini vijana ambao wako chuo wanaotumia muda wao wa ziada vibaya? Kwanza mimi hapo napenda kuwashauri vijana wenzangu kwamba unapokuwa na ule muda wa ziada inatakiwa utumie kwa ufasaha, kwa maana muda haurudi nyuma bali unaenda mbele, na umri wenyewe unafanyaje? Unaenda mbele. Kwa hiyo ukiwa na chance angalia na fursa na kujikita nayo ili ikusaidie kupata mahitaji yako na madogo madogo muhimu. Kwa upande wako wewe kaka hapo, unawashauri nini vijana ambao wako chuo wanapata muda wa ziada lakini wanautumia vibaya? Pia mimi nitakavyowashauri ni kwamba kama wamepata muda wa ziada na hawana shughuli yote ya kufanya, yani hawana uwezo wote wa kuanzisha shughuli ya kufanya, yani bora tu watulie, wazidi kufocus na ile masomo wanayopata shuleni kuliko kwenda kufanya vitu vingine kama vitu vya starehe, labda vitu ambavyo vinaweza kumfanya kaingia kwenye kitu cha uhalifu. Kwa hiyo achane na hivyo vitu. Yani kama anaona hana kitu cha kufanya kwenye muda wa ziada, akae tu ndani ajisomee au angalie mpira. Kama si mshabiki basi afanye vitu vingine. Maana tuna simu pia, lakini pia tuna mitandao ya kijamii mingi. Anaweza kaingia kule akajifunza kitu, akapata elimu yote kutokana na elimu za kijamii. Yeah. Asante sana. Na mtazamaji wa SAUT TV, sasa tumemaliza sehemu yetu ya kwanza ya kipindi chetu cha Kimbweta, na sasa tunaingia katika sehemu yetu ya pili ambayo ni challenge. The challenge. Na challenge yetu ya leo swali linasema hivi: bara la Afrika lina nchi ngapi? Bara la Afrika. Okay, I can't lie. Siwezi kudanganya kama sifahamu. Siwezi kudanganya kikweli, sijui. Kwa upande wako wewe, bara la Afrika lina nchi ngapi? Na nchi 52.
Turudi kwa upande wa huku sasa wa kulia. Wewe mwanadada, bara la Afrika lina nchi ngapi? Of course 52, 51 kitu kama. Tuje kwako. Kwa upande wangu kweli hapo nitakuwa nimedanganya. Sema nishai kusikia labda naweza nikakisia. Bara la Afrika nadhani itakuwa na nchi 58 au 57. Hivi. Turudi kwako wewe. Bara la Afrika lina nchi ngapi? Kwa kweli nisiwadanganye watazamaji, sijui. Mwanadada huko? Kwa kweli sijui. Mtazamaji wa Kimbweta, na katika kipindi cha The Challenge watu wamefeli kwenye challenge yetu. Bara la Afrika lina nchi 54. Asante kwa kututazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Kimbweta. Tukutane tena Jumapili ijayo, lakini usiache kutufuatilia katika mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok @SauTV TZ. Mimi ni Happiness Asheri. Bye bye.